Mwanzo sura ya 11. Kwanza, watu wote duniani walikuwa na lugha moja na walitumia maneno yale yale. Basi, ikawa watu waliposafiri kutoka mashariki, walifika katika nchi tambarare huko Shinari wakakaa. Kisha wakaambiana, haya, na tufiatue matofali tuyachome moto vizuri. Walikuwa na matofali badala ya mawe na lami badala ya chokaa. Wakasema, na tujijengee mji na mnara ambao kilele chake kitafika mbinguni, ili tujipatie jina, tusije tukatawanyika duniani kote. Ndipo Mwenyezi Mungu akashuka chini kuuona mji huo na mnara walioujenga binadamu. Mwenyezi Mungu akasema, tazama, watu hawa ni taifa moja na wote wana lugha moja. Huu ni mwanzo tu wa yale watakayoyafanya. Lolote wanalokusudia kulifanya watafanikiwa. Haya, na tushuke chini na kuivuruga lugha yao, ili wasielewane wao kwa wao. Hivyo Mwenyezi Mungu akawatawanya mahali pote duniani, nao wakaacha kuujenga ule mji. Mji huo ukaitwa Babeli, kwa sababu huko ndiko Mwenyezi Mungu alikoivuruga lugha ya dunia yote, na kutoka huko akawatawanya watu kila mahali duniani. Wafuatao ni wazao wa Shemu. Miaka miwili baada ya ile gharika, Shemu akiwa na umri wa miaka 100 alimzaa Arfaksadi. Baada ya kumzaa Arfaksadi, Shemu aliishi miaka 500 na kupata watoto wengine wa kiume na wa kike. Arfaksadi alipokuwa na umri wa miaka 35 alimzaa Shela. Baada ya kumzaa Shela, Arfaksadi aliishi miaka 403 na kupata watoto wengine wa kiume na wa kike. Shela alipokuwa na umri wa miaka 30 alimzaa Eberi. Baada ya kumzaa Eberi, Shela aliishi miaka 403 na kupata watoto wengine wa kiume na wa kike. Eberi alipokuwa na umri wa miaka 34 alimzaa Pelegi. Baada ya kumzaa Pelegi, Eberi aliishi miaka 430 na kupata watoto wengine wa kiume na wa kike. Pelegi alipokuwa na umri wa miaka 30 alimzaa Reu. Baada ya kumzaa Reu, Pelegi aliishi miaka 209 na kupata watoto wengine wa kiume na wa kike. Reu alipokuwa na umri wa miaka 32 alimzaa Serugi. Baada ya kumzaa Serugi, Reu aliishi miaka 207 na kupata watoto wengine wa kiume na wa kike. Serugi alipokuwa na umri wa miaka 30 alimzaa Nahori. Baada ya kumzaa Nahori, Serugi aliishi miaka 200 na kupata watoto wengine wa kiume na wa kike. Nahori alipokuwa na umri wa miaka 29 alimzaa Tera. Baada ya kumzaa Tera, Nahori aliishi miaka 119 na kupata watoto wengine wa kiume na wa kike. Tera alipokuwa na umri wa miaka 70 alimzaa Abramu na Nahori na Harani. Wafuatao ni wazao wa Tera, baba yao Abramu, Nahori na Harani. Harani alikuwa baba yake Loti. Huyo Harani alifariki wakati Tera baba yake alikuwa anaishi huko Uri alikokuwa amezaliwa. Abramu na Nahori walioa. Mke wa Abramu aliitwa Sarai. Mke wa Nahori aliitwa Milka binti Harani, ambaye pia alikuwa baba yake Iska. Sarai hakuwa na mtoto kwa sababu alikuwa tasa. Tera akamchukua Abramu mwanawe, Loti mjukuu wake aliyekuwa mwanawe Harani, na Sarai mkewe Abramu, wakaondoka wote pamoja toka Uri, mji wa Wakaldayo, wakaenda katika nchi ya Kanaani. Lakini walipofika Harani wakakaa. Tera alifariki huko Harani akiwa na umri wa miaka 205.